Bwana unatenda mambo makubwa katika jina la Yesu. Tunakuinua kwa sababu ya wema wako, tunakuinua kwa sababu ya kibali chako. Bwana tuongoze siku ya leo katika jina la Yesu. Ukainuliwe ukatukuke, maana wewe ni Mungu. Bila kwamba Bwana neno lako linapoendelea, naomba uwepo wako Bwana Mungu wa mbinguni ukaonekane na ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Uheshimiwe na uinuliwe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naomba na hata kuamini. Amen. 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 Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Karibuni katika uwepo wake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana kwa sababu ya kuwa katika ibada ya siku ya leo. You can have your seat in the presence of the Lord in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And this is the time ya kuweza kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. I'm very grateful to be in the presence of the Lord. Bwana ataturuhusu tuweze kuwa mbele zake na tuweze kumwabudu katika kweli na katika roho. Kwa hivyo karibuni sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Popote pale mlipo, ninawakaribisha katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, walio katika online church. Kwa hivyo Mungu awabariki sana popote pale mlipo. Karibuni. This is Solid Rock Fellowship Church, na tunashukuru kwa sababu ya Bwana kutupatia nafasi ya kuwa katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Siku hii ya leo ninataka kuongea kuhusu vizuizi za neema za Mungu katika maisha ya Mkristo. Hindrances of the grace of God in our lives. Kuna vitu ambazo huzuilia neema za Mungu katika maisha yetu, na kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba Mungu alituchagua tangu mwanzo. Alituchagua tangu tulipokuwa katika tumbo za mama zetu. Alituchagua kwa neema zake, na kwa hivyo kuna mambo ambayo huzuilia neema isiweze kufanya kazi katika maisha yako. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa, watu wa Mungu, ya kwamba neema za Mungu ili zifanye kazi katika maisha yako, kuna requirements zinahitajika. Vile ambavyo ukinunua kitu kama simu, kuna kitu inaitwa terms and condition. Ukinunua gari, the same. Chochote kile unaweza nunua, kuna terms and condition. Na kwa hivyo pia neema za Mungu ili iweze kuwa ndani ya maisha yako, ili ukaweze kustahimili katika grace, na ili neema ya Mungu iwe juu yako kwa wingi, kuna vile ambavyo unafaa kuwa. Na kwa hivyo watu wa Mungu, ninajua kwamba siku ya leo Mungu wa mbinguni atakusaidia kuweza kuelewa na kuweza kujua. Na kwa hivyo nataka nikwambia kwamba neema huambatana na imani. Ukisoma katika Galatians chapter 3, Galatians chapter 3, Wagalatia 3 mstari wa 23, inasema before faith came we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Na kwa hivyo Bible inapoongea hivyo, Biblia inasema before faith came we were held prisoners by the law. Kwa hivyo sheria ilipokuja ilitufanya kuwa mateka. Lakini Biblia inasema kwamba ili sheria isifanye kazi juu ya maisha yako, then you need to be in faith. Lazima ukuwe na imani. Na maandiko ya Mungu inasema kwamba faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kwa hivyo imani ndio inatufanya tukaribie Mungu, na imani ndio inatusaidia kuwa na neema. Nakumbuka kwamba neema ni jina lingine la kibali. Kwa hivyo tunakubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo kama unataka kukubalika mbele zake Mwenyezi Mungu, na kama unataka neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako, then you must allow the faith of Jesus Christ ikuwe ndani ya moyo wako. Na kwa hivyo Biblia inasema
Before faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Na hapo nasema ya kwamba sheria ilikuwa imekuja kutupeleka mpaka kwa Kristo. Kwa hivyo sheria ilitutoa mbali ikatuleta ikatufikisha kwa Kristo. So the time you got saved, wakati ambapo uliingia katika wokovu, now the law ceased to control you. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa ya kwamba wakati ulipoletwa kwa Kristo, now neema ikaanza kufanya kazi katika maisha yako. Biblia inasema kwamba that we might be justified by faith, ili tuhesabiwe haki. Kuwa justified ni kuhesabiwa haki. Na kwa hivyo kila mtu ambaye aliye mahali hapa, sidhani kuna mtu ambaye hakoseagi. Sidhani kuna mtu ambaye hafanyaji dhambi. Biblia inasema kwamba sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na neema za Mungu. Alafu pengine nasema ya kwamba hakuna mtu ambaye ni mwenye haki na hafanyi dhambi. Kwa mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye aliye ndani ya Kristo, huyo mtu amehesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni kusema uko na hatia, lakini unahesabiwa kwamba wewe si mwenye dhambi, na hata kama ulikuwa na hatia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hiyo ndio sababu inafanya tuwe katika imani. Hiyo ndio sababu inafanya imani iweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Biblia inasema kwamba now that faith has come, na kwa sababu imani sasa imekuja, kwa sababu sasa tumepata imani. Remember ya kwamba faith is a spirit. Na Bible tena Hebrew chapter 11 imeita the substance. Substance ni kitu ambacho unaweza shika. Na kwa hivyo inaambiwa faith is a substance of things hoped for. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunaweza shika, ambacho kinatuonyesha kwamba vitu ambazo tunatarajia kwamba hizo vitu ziko. Listen to me very carefully, men and women of God. Maandiko inasema kwamba now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. We are living under the grace. And living under the grace, it doesn't mean ya kwamba ufanye vile ambavyo unataka hata kwa sababu uko chini ya neema. Lazima uelewe ya kwamba neema ya Mungu haikuja ili tuweze kuendelea katika dhambi, ili tuweze kuendelea katika kumkosea Mungu, kufanya vile ambavyo inastahili. Neema haikukuja ili tuweze, kila mtu kwa sababu ako chini ya neema anaweza zini na akuje atubu, anaweza kufanya dhambi yote na akuje atubu. Neema ya Mungu inakusaidia kufuata maagizo yake Mwenyezi Mungu. Maandiko inasema katika Warumi 6 mstari wa kwanza, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bible imeuliza swali, imeuliza hivi, what shall we say then? Ni nini tunaweza sema? Shall we go on sinning? Ni tuendelee katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke? Shall we continue being in sin so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who are baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Na kwa hivyo ina maana kwamba ukishaokoka uingie katika neema, hiyo neema itakufundisha kutofanya dhambi. Itakufundisha kutoishi maisha ile ambao ulikuwa unaishi kitambo. Watu walikuwa wanaishi maisha ya usherati, ya ulevi, maisha ya kuongea vibaya, maisha ya vita, maisha ya kutoheshimu watu wengine, maisha ya kuishi maisha isiyofaa, maisha isiyokuwa na nidhamu. Lakini Bible inasema kwamba we are supposed to have grace. Na grace lazima ukuwe na discipline. Kuna kitu inaitwa the spiritual discipline. Lazima ukuwe na discipline ya kiroho ili uweze ku maintain the grace, ili uweze kuwa na faith, na faith iweze kufanya kazi katika maisha yako. Lazima ukuwe na discipline. One of the man who had discipline, aliyekuwa na discipline hali ya juu, ni mtu ambaye anaitwa Abraham. Abrahamu aliweza kuwa hana mtoto kwa miaka nyingi sana,
na akawa amekojea miaka nyingi sana, na akawa hapati mtoto kwa miaka nyingi pamoja na mke wake. Na Biblia inasema kwamba tumbo yake ilikuwa imekaa, ya mke wake ni kama imekufa, na mwili wa Ibrahimu ulikuwa ni kama pia umekufa. Kwa hivyo hakukuwa tumaini. Lakini Biblia inasema Ibrahimu akaamini Mungu aitaye vitu haviko kama viko. When you have the faith of God and when you have the grace, ina maana kwamba unaweza ita vitu haviko kama viko. Kwa hivyo neema inakusaidia kusustain the faith. Neema inakusaidia uendelee kuwa na imani ndani ya Mungu na kutomdoubt Mungu. Na ukishaelewa hivyo, ina maana kwamba utaweza kuita vitu haviko kama viko. Kuna vitu ambazo hujawahi ziona katika maisha yako. Kuna vitu ambazo hujawahi zi experience katika maisha yako. Kuna vitu zina exist lakini hujawahi ziona na huzijui. Na Biblia inasema kwamba mambo ambayo hatujawahi iona, mambo ambayo hatujawahi sikia, mambo ambayo haijawahi ingia katika mawazo ya mwanadamu, hiyo ndio mambo Mungu amewekea wenye haki. Kwa hivyo kulingana ile vitu zote unajua zuri hapa duniani, kuna vitu ambazo umewekewa na Mungu. Na hizo vitu umewekewa na Mungu utazipata baada ya kuwa na grace ya Mungu. So the grace attracts things that have never been seen. Kwa hivyo imani inakusaidia kujua na kujua kuna vitu ambavyo viko na unaweza kuziita. Na kwa hivyo neema inakupatia uwezo na kuwa na hiyo uwezo wa kuziita sasa. Kwa hivyo unaweza kuaccess the grace, the throne of grace. Na ukisha access the throne of grace, utakuwa kama Ibrahimu ambaye alikuwa mwili wake ni kama umekufa. Maandiko yanasema katika Romans chapter 4. Romans chapter 4. Ni mstari wake wa 16. Maandiko yanasema therefore the promise comes by faith. Kwa hivyo the promises of God comes by faith. And that faith inakusaidia hata ukiwa mahali huko unasikia kuenda tu kanisa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba katika Waibrania 10:25 msisahau kukutanika pamoja. Kwa hivyo ukisikia roho yoyote inakuambia msikusanyike pamoja, hiyo roho haijatoka kwa Mungu, imetoka kuzimu. Kwa hivyo roho yoyote inakuambia usiende kanisa, hiyo roho ni ya shetani, imetoka kuzimu. Roho wa Mungu anakuambia usisahau kukutanika pamoja. Waibrania 10:25. Usiwahi sahau kukusanyika pamoja. Nataka nikwambie mtu wa Mungu ambaye ananisikiliza. Bible inasema kwamba therefore the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Kwa hivyo inakugarantii, yani watu wote walio wa uzao wa Ibrahimu. Rahabu inasema not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I made you father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed. The God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Kwa hivyo ina maana kwamba it is only by the grace iliyokuwa juu ya Ibrahimu. It is only by the grace iliyokuwa juu ya Ibrahimu. Maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu kwa sababu alikuwa katika neema za Mungu, he called things which are not as if they were. Kwa hivyo akaita vitu haviko kama viko. Kwa hivyo kuna vitu ambazo unajua haziko, yani wewe unajua haziko lakini unaziita kama haziko. Unaita kazi ambayo huioni, hauna tumaini ya kuipata, lakini unapata even against hope. Una believe in hope. Na hiyo inaitwa grace. Kwa hivyo neema ndio ile unakuta kwamba umeingia kazini na umeona kweli leo hakuna kazi. Umeona kabisa leo hii biashara yako ni kama hakuna customer. Na kwa sababu uko chini ya neema unakosa kuconfess kama watu wa dunia vile wana confess. Unajua watu wa dunia wana confess aje? Leo kumekauka. Na leo kuna kaa siku ya leo ni kama imekauka. Na leo ninaona hii siku ni kama nitaenda bila kitu nyumbani. Kwa hivyo huyo ni mtu wa dunia ambaye anasema maneno kama hiyo. Anasema mimi naona kama sitaweza. Ukiona kitu inaitwa impossibility. Impossibility katika maisha yako, ujue neema imeanza kupunguka. Wakati utaona kwamba haiwezekani, ujue kwamba neema imeanza kupunguka. Na kwa hivyo nataka nikwambia kwamba mtu ambaye ako na neema anaweza kusema kwamba na mimi ninajua leo nitaenda na pesa zangu. Leo lazima nitafanya kazi. Kwa sababu niko na neema ya Mungu. Hata kama nimeajiriwa, maana niko na favor, grace iko juu ya maisha yangu. Nitakuwa kama Yusufu aliyeingia katika nyumba ya Potifa. Alipokaa
Potifa hata kama hakuwa anamwabudu Mungu, akasimama siku moja akasema, na tangu huyo mtu aingie kwa nyumba yangu, tangu huyo mtu ni muajiri, mambo yangu imeenda vizuri. Tangu mambo huyu mtu nimlete hapa, mambo yangu imekuwa mzuri. Kwa hivyo wakati ambapo umekubalia neema ya Mungu iwe juu yako, hata ukiajiriwa kazi, mpaka mdozi akiambiwa akufute, anasema hapana, huyu mtu nikimwachilia aende nyumbani, akienda nyumbani kazi inaharibika. Kwa hivyo lazima fulani yakuwe hapa ili kazi iendelee vizuri, na anakutrust hivyo kwa sababu uko na grace. This man was trusted. Joseph was trusted. Katikati ya watu wengi, he was trusted. Another person ambaye walikuwa na neema ya juu ni watu ambao walikuwa wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego, na mtu wa nne anaitwa Daniel. These four people, Bible inasema they were very learned, skillful, watu ambao walikuwa na skills. Alafu kumetokea kitu kimesema kwamba watu wote wasiabudu Mungu wa mbinguni, waabudu Mungu wa mfalme. Alafu hao watu wakule chakula, lazima wawekwe wakule in the Paris. Bwana mfalme anapenda watu wako skills. Na hata Mungu hivyo hivyo anapenda watu ambao wako wako na skills. Watu ambao wako na maarifa. Watu ambao wako na maarifa, Mungu huwa anawabariki. Watu ambao wako maarifa, lazima hata kama hujasoma, lazima utafute kitu ambacho unaweza fanya ukoe na maarifa katika maeneo fulani. Usipokuwa na maarifa katika maeneo fulani, utajikuta katika shida. Lazima ukoe ile maarifa ya kupika vizuri. Hiyo ni maarifa. Unaweza kuwa na maarifa ya kufua nguo mpaka mdosi anakuta hizo nguo vile zimepigwa pasi. Huyu mtu ako na skills za kupiga pasi. Kwa hivyo hakuna mtu mwingine anaweza weka hapa apige pasi. Pia huyu mtu wakati ambapo anafua nguo zangu ziko sawa. Niliona siku hizi wadosi hawataki kufuliwa na kuwekewa omo, maana wanajua omo inaweza korodi nguo zao. So wanataka nguo zifuliwe na sabuni peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mdosi akiona nguo zake zinawekwa vizuri, immediately hata kama wewe ni house girl, hata kama wewe ni house manager, utakuta kwamba hiyo nyumba umepata kibali. Kwa hivyo kuna neema uko nayo katika hiyo nyumba. Na kwa hivyo nataka nikwambie hivi ndivyo Yusufu alikuwa house boy. Kwa hivyo alikuwa amewekwa atuze nyumba ya mtu wa Mungu, ya mfalme. Na kwa hivyo huyu mtu, maana alikuwa mtu mkubwa sana, Potifa akamtrust katika nyumba yake mpaka bedroom. Na huyu mtu nataka nikwambie ya kwamba alikuwa na neema za Mungu. Bible inasema he found favor. Alipata favor. Lakini Danieli nao wamekuja katika ufalme. Wameambiwa lazima mkule. And because these people had grace, walikuwa na neema. Walikuwa najua it is not about the food that we eat, it's about the grace of God in me. Kwa hivyo wakapewa chakula zuri ya ufalme, lakini wakajua kwa sababu hii neema tuko nayo, hatutakubali neema izuiliwe. Na kitu moja ilikuwa izuilie neema ile ilikuwa juu yao, ni chakula ya mfalme. Chakula imetaabikiwa sana. Chakula ambayo ilikuwa na haifai kukuliwa na watu watakatifu. Na kwa hivyo Danieli akasimama akasema, na ile kitu sisi tutafanya, sisi turuhusiwe, hatutakula chakula ya mfalme. Sisi tukule nini? Tukule mboga. Na kwa hivyo Danieli alijua ya kwamba mimi hata nikikula mboga za shambani, at the end result itakuwa ya maana. Kwa hivyo nataka nikuambie mtu wa Mungu, ukiwa na neema, hata kama huna pesa nyingi, utaapia uko na utukufu. Utakuwa ukiingia mahali mpaka watu wanakuambia, na wewe uko na pesa, wewe ni kujifanya. Na ni utukufu wa Mungu uko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni grace. Grace ikiwa juu yako si pesa. Nilikwambia pesa haiko mbinguni. Pesa ni ya hapa Kenya. Ni ya hapa pekine kwa East Africa, ni ya Tanzania ama Uganda ama America ama wapi. Ni za hapa. Hiyo ni means of exchange kwetu sisi. Ni kitu inatusaidia ku exchange kutoka hii jambo mpaka ingine. Pesa ndiko tenda. Na kwa hivyo mbinguni hakuna pesa. By the way, Mungu akubariki, si lazima tukue na pesa. He can use anything to bless you. Naomba kwa jina la Yesu Kristo upate neema katika jina la Yesu. Danieli wakati ambapo waliruhusiwa, wakapewa nafasi wakule. Walipokula, Bible inasema wakatokea at the last. Bible inasema watu hao wakaonekana wakiwa handsome kuliko mtu yeyote aliyekula chakula ya ufalme. Unaweza kuwa unapitia shida, lakini neema ya Mungu ikuja juu yako, itakuwa sufficient. Paulo Biblia inasema kwamba wakati mmoja alikuwa anasumbuliwa na mwiba, the agent of the devil. Na huyu mtu wa Mungu alikuwa the senior apostle, alikuwa apostle mkubwa, lakini kuna kitu moja ilikuwa inamsumbua. Kwa hivyo neema, wakati uko na neema, kuna kitu inaweza kuwa inakusumbua. Kwa hivyo kuwa umeokoka
hakumaanishi hakuna kitu kinakusumbua. Kuna mtu ambaye anasumbuliwa na pesa. Kuna mtu shida yake peke yake ni pesa. Kuna mtu mwingine naye shida yake ni chakula. Mwingine naye ni mavazi. Mwingine hajawahi vaa nguo mpya. Ninaomba katika jina la Yesu, kama haujawahi vaa nguo mpya, unavaa mtumba peke yake, upokee neema kupata nguo mpya katika jina la Yesu. Mungu akupatie neema mpaka uanze kuinuka katika level za juu. Katika level za juu. Mungu akupe kibali, Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo. Biblia inasema Danieli wakaonekana wakiwa watu wazuri, watu wa maana, mpaka mfalme akajiuliza, kama hawa watu wamekula nyama, wamekunywa divai, wamekula kitu chochote kizuri, lakini si wazuri kama hawa, na hawa wamekula cabbage peke yake, na tuna ushahidi kwamba wamekula cabbage peke yake, green peke yake, there must be God. Immediately wakachaguliwa, immediately wakaanza kuwa watu wakubwa, na immediately Danieli akafanywa gavana. Bwana Yesu asifiwe. When the grace of God is upon you, utaanza kuona kuna watu wanataka ukoe karibu na wao. Utaanza kuona kuna watu wanaanza kutafuta contact zako. Naomba katika jina la Yesu Kristo, wale ambao hawataka kukupigia simu, wale ambao hatawezi kuuliza namba yako, na kuombea kwa jina la Yesu, kitu ifanyike siku moja, waanze kutafuta hiyo namba katika jina la Yesu. Unajua kuna wakati unaweza finyiliwa katika familia yenu, hata hakuna mtu akona shughuli na wewe, lakini kwa dakika kidogo uone Mungu amekuinua mpaka uone tusibu tumeanza kuingia. Hiyo tusibu hatujaingia juu unapendwa, ni neema iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wameona kuna kitu ambacho kwa juu yako. Ninakuombea katika jina la Yesu, wacha hiyo neema ishuke juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na kuna ile kitu ambayo inazuilia neema ya Mungu. Kitu kwanza kubwa inazuilia neema ya Mungu kuja juu yako ni kitu inaitwa anger. Ile hasira inatoka ndani ya moyo, machungu, bitterness. Hata Biblia inasema hata ukikasirika usifanye dhambi. Unanielewa? Biblia haitasema usikasirike. Kukasirika hata Mungu mwenyewe anakasirika. Na akikasirika anawagonga kuwagonga. Biblia inasema kwamba mwanadamu ameambiwa ukikasirika usifanye dhambi. Na usifanye jua itue ukiwa na hiyo hasira. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona kuna kitu imefanya ukasirike, jaribu sana iwezekanavyo kutuliza hiyo hasira. Because the devil can take advantage of that. Ndio Mungu akasema kwamba ukikasirika usikubali jua ifanye nini? Itue ukiwa na hasira. Because alijua na Mungu anajua ya kwamba mapepo utembea usiku. Na wakati natembea usiku, ikikuta mtu ambaye amekasirika, ndio unaona dawa nyingi watu wakasaraki mchana. Mchana kila mtu akashughuli zake, akiamka akiwa amefurahi, lakini jioni akifika giza ikishaingia, unaona amekuja ni kama military. Tena unajiuliza nini huyu? Sijamkosea, sijafanya kitu yote baya, ni nini namsumbua? Kwa hivyo ninakuombea katika jina la Yesu uwe kama Abraham na uwe kama Danieli. Bible inasema against hope Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah was also dead. Imagine mtu ambaye katika maisha yake anajua mambo yako imekufa. Yule anaambiwa tumbo yake ndio imekufa, ya mke wake imekufa, kwa hivyo hawezi pata mtoto. Kuna mtu anaweza kuwa hakuna tumaini, familia iliangamia na ikaisha, ndoa ilikufa kabisa, lakini kwa neema, hata kama inakaa kukufa, Mungu ako na uwezo wa kukuinua tena katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unasema kwamba Ibrahimu hata kama mwili wake ilikuwa inakaa kama imekufa, Ibrahimu alisimama. Ibrahimu akasema, sitaangalia shida yangu kuwa kubwa, nitaangalia vile Mungu wangu alivyo mkubwa. Aliyoona nawaambia, usiambie Mungu vile shida yako ni kubwa, apia shida vile Mungu wako alivyo mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inaitwa neema. The opposite of grace na fear. Fear ni wakati ambao unaenda kwa Mungu, unamwambia Mungu, angalia vile ambavyo sina kazi, vile shida yako ni kubwa, kuliko ukiwa na neema. Opposite tena, ukiwa na neema ni wakati unaenda kwa shida, unaiambia shida, sikiliza, sasa wewe sio mkubwa kuliko huyu Mungu wako. Wewe unahitaji uniondokee, maana hauna mamlaka. Hiyo ndio inaitwa grace. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo lazima mtu wa Mungu pote pale ulipo uweze kutamani neema za Mungu ziwe juu yako.
Uko kama Abraham. This man Abraham hakuangalia shida yake. Alijua tumbo yake imekaa kama imekufa. Alijua ni kama mimi nakaa ni kama sifai. Alijua ni kama watu wanitambui. Lakini nitasimama kwa maana niko na neema. Another woman ambaye alikuwa na neema nyingi ndani yake. Alikuwa ameomba lakini alikuwa anaona mambo yake iwaka. Kuna wakati unaweza kuwa mbele za Mungu na uone miaka nyingi imefanyika na hakuna kitu kinafanyika. Huyu mama ambaye anaitwa Hana. Hana, Biblia inasema hakuomba mwaka moja, aliomba miaka nyingi. Alikuwa anaomba miaka nyingi. Na Biblia inasema si kuomba tu, yeye na bwana yake walikuwa naenda kutoa nini? Dhabihu mwaka baada ya mwaka. Lakini alikuwa anaombea kitu kimoja kinaitwa mtoto. And because this woman of God alikuwa amejaa neema ya Mungu ndani yake. Alikuwa amejaa neema ya Mungu. Biblia inasema Hana ikafika mahali akasema nitaamplify imani yangu. Nitaenda mbele za Mungu. Na sitaenda sasa na mzee. Nitaenda peke yangu. Na sitaenda leo na dhabihu, nitaenda na nadhiri. Na kwa hivyo akasimama, akaenda akapiga Mungu kwa madhabahu. Akapiga magoti akamlilia Mungu. Akamwambia Mungu, Mungu, nikumbuke unipatia mtoto na mimi ukinipatia kijana. Mimi sitaki mtoto akuwe wangu. Mimi nataka huyo mtoto nimuone tu, nikishamuona nikupatie. Imagine. Akaweka nadhiri mbele za Mungu akamwambia, Mungu mimi nataka tu unipatie kijana alafu nikurudishie. Mungu akashindwa. Na huyu mtu naana mtoto amefika level gani? Hiyo ndio inaitwa neema. Huyu mama alikuwa full of the grace. Na kwa hivyo akaambia Mungu, Mungu nipatie mtoto nikurudishie. Biblia inasema aliomba. Kuomba mpaka unakosa maneno ya kutoka. Ni kumaanisha hujaomba ni sali moja. Haujaomba 2 hours. Huyu mama aliomba mpaka maneno ikakataa kutoka. Ilipokataa kutoka, kuhani ambaye anaitwa Eli akamwambia mama, hata wewe uachae ulevi. Akamwambia acha ulevi. Imagine unaomba mtoto na pastor naye anakuambia waacha ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako kama utarudi hiyo church tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaomba unalilia Mungu kuliko pastor akuje akuombee. Na yeye anakuambia wewe ni ulevi uko nayo, maana ana expect asikie ukiokea. Na wewe uokei. Bwana Yesu asifiwe. Hautamuki, akamwambia wewe umelewa. Mama aliposikia hivyo akasikia uchungu, akaamuka akamuelekea. Akamwambia mtu wa Mungu, sio kulewa ninalewa. Hata sijawahi kunywa pombe, lakini ni machungu iliyo ndani yangu nikiomba Mungu. Naye kuhani akamwambia, unajua kuhani hata kama anakuambia, hata kama anaweza kasirika. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako hata watumishi wa Mungu ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Sio malaika, ama mnaona malaika hapa? Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi niko hapa, si ndio? Naye Mungu ananitumia. Kwa hivyo kukasirika unaweza kasirika, lakini pia at the same time you can release a blessing. Biblia inasema kuhani Eli akamwambia mama, kile unataka pokea. Na Biblia inasema mwaka ujao. Mtu ambaye alikuwa amekaa miaka nyingi, Mungu alikuwa na confront huyu kuhani yako hapo ili aongee. Mwaka ujao enda upokea kile unataka. Na Biblia inasema mwaka uliokuja yule mama akakuwa mjamzito. Akajifungua. Paka kuhani akasahau. Paka yeye ni kama hakurudi kanisani tena. Alirudi baada ya kujifungua na baada ya mtoto kuacha kunyonya ndiye alimleta. Sasa mpaka anaanza kumwambia Eli, ni mimi yule mama. Nilikuwa hapa nikiomba. Mpaka akamkumbuki, anamwambia ni yule mama ambaye nilikuwa hapa nikiomba mtoto na nilipata mtoto na nimekuja kutimiza ile nadhiri. Na sasa hiyo mama amekuja amebeba vitu. Amebeba mpaka vipawa apeleka katika madhabahu. Wakati uko na neema, kuna vipawa Mungu mtu hupeleka katika madhabahu ya Mungu. Haupeleka kwa madhabahu ya Mungu maana umeitishwa, unapeleka kwa madhabahu ya Mungu kwa sababu unafaa kwenda kwa Mungu. Na hiyo linaitwa shukrani. Mtu ambaye ako na neema ya Mungu anakuwa na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kukumbuka mahali umetoka. Na mtu ambaye amewahi kushika mkono, uzoe pigana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu ambaye, wacha nikwambie siku ya leo, na mtumishi yeyote ama kanisa yeyote umewahi ingia ukaomba na mchungaji alafu akakuwekelea mikono, usiwahi ongea kuhusu huyo mchungaji na usiwahi pigana na huyo mtu, kwa sababu ina maana kwamba kuna mahali alikutoa akakufanya vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukijaribu kupigana na yeye, ina maana ya kwamba utarudi zero, utarudishwa zero. Na neema huwa ina operate inaotoka kwa Mungu, some blessings
huwa zinatoka kwa Mungu to men. Blessing come from God to men, then from men to men. Kwa hivyo Mungu hivyo ni operate. Kwa hivyo anahitaji, anapatiana kipawa, alafu inaingia kwa watu. Kama Eli hakuongea, kuna possibility kubwa hana angepata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri sana kutafuta grace na kuomba neema ikuwe kwa wingi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Na unajua ukiwa na neema, hata mambo yale unaongea inakuwa na mafuta. Inakuwa na mafuta. Imagine mama ambaye ameolewa na ako na grace, ako na neema. Hata kama anaongea vibaya kwa mzee wake hajuagi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuwa hauna neema. Ukiongea mpaka mzee anasikia ni kama unaongea vibaya. Ni kama unamtusi. Na ulikuwa umemwambia vizuri. Ulikuwa umemwongelesha vizuri, unaona amekupiga kofi. Unamuuliza nini umeniuliza? Ni wewe maneno yako si vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu ambao katika maisha yao huwa wanaongea, lakini hata ukiongea naye unasikia akiongea vibaya. Kuna watu ambao hawana neema, hata katika maneno yao hawana neema. Hata katika mkiongea na simu unasikia mtu ni kama anaongea rude. Kwa sababu kuna grace haiko juu ya maisha yake. Ninakuombea uwe na grace katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa na neema ya Mungu katika jina la Yesu. Tuende katika Waefeso 2 mstari wa 8. Waefeso 2 mstari wa 8. Inasema, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Biblia inasema uliokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu kwa sababu yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na si kwa sababu ya kazi zile ulifanya, si kwa sababu tulitoa sadaka sana, si kwa sababu tulifanya kazi sana, si kwa sababu tulikuwa naamka saa 10 naenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema tu. Ni kwa neema ya Mungu. Na kwa hivyo ni kwa kipawa cha Mungu. Ili kwamba mtu yeyote asiwailinga. Kama kutoa sana ninafanyaga mtu apate neema. Kama kuenda kanisani sana ninafanyaga mtu apate neema. Kuna mtu akalika. Unajua akasema aseme nini? Akasema kama yule Mlawi, kama yule Mfarisi. Kuna mtu ambao watu wawili walikuja kuomba katika madhabahu. Na walipokuja kuomba, mmoja alikuwa tax collector, akakuja pande ya madhabahu, pande ya right, na Pharisees akakuja pande ya left. Alafu hao watu wawili, one of them is a sinner, lakini mtu anatamani the grace ikuwe juu ya maisha yake. Kuna tofauti ya mtu ambaye alikuwa anafanya mabaya, alafu ameingia kwa neema in the presence of the grace na ameamua kubadilika. Na kuna mtu ako ndani ya neema but the grace does not work in him. Kwa sababu ashazoea neema, ashazoea watumishi wa Mungu, ashazoea kanisa, na kwa hivyo mtu hawezi pokea chochote. Na kwa hivyo watu wawili wakakuja kuomba. Walipokuja kuomba katika kitabu cha Luka, Biblia inasema ya kwamba wakakuja wakaanza kuomba. Huyu Mlawi, huyu Mfarisayo akaanza maombi yake. Na hiyo ndio maombi mingi watu huwa wanaomba katika kanisa. Aliomba hivi: Mungu kwanza ameangalia juu, kwa sababu anajua yeye hana dhambi, ni mtu mzuri na ni mtu ameokoka na ni mtu anajua sheria na anajua neno. Akasimama akaangalia juu mbinguni. Kaambia Mungu, wewe unajua mimi sikai kama huyu. Unaona? Sasa amepiga magoti kwa madhabahu, alafu anasema mimi sikuwaki kama huyu. Natoa fungu la 10 kila wiki. Na mimi huwa naomba mara 3 kwa siku. Unaona? Mimi sikai nani? Huyu. Uliza jirani yako, wewe unaomba maombi nakaa hivyo? Unapoenda kanisani kama saa hii na ubiri, unasema hiyo neno ni ya nani? Unajua watu wanasemaga, unasikia kanisa zingine mchungaji akihubiri unasikia wakisema said, tell them. Tell them. Unasikia watu wakisema tell them, man of God, prophesy to them. Apia jirani yako, it is not to them, it is to you. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neno sio ya hao, ni yako. Unasema that one. Wakati Biblia imesema, inasema kwamba kuwa mtakatifu sio wao anaambiwa. Unajua kuna mtu anasikiaga neno la Biblia linasema kuwa mtakatifu, anasema si huyo ni fulani. Huyo mtu ni msharati, ni yeye anaambiwa, sio mimi. Biblia inaposema utakatifu ni wewe unaambiwa kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Personalize the word of God. Fanya hiyo neno. Kama inakanyanga, kanyangwa wewe. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu akisema kwamba wacha dhambi, ni wewe unaambiwa wacha dhambi, si jirani yako. Na ndio sababu ulikuja kanisani. Kwa hivyo nataka kusema nini watu wa Mungu? Lazima uweze ku maintain the grace of God. Usikuwe kama Pharisees aliyeomba mwabilio. Naye huyu mtu mwingine ambaye ni tax collector. Unajua tax collector walikuwa wanajulikana ni waizi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanatoza ushuru na kuna watu ambao hawatakuwa na haki. Kuna mtu atachukua vitu zake by force. I think unaelewa bila kujua anafanyanga sometimes. Saa zingine wanaweza kukuta mama amekuja tu ndio amenunua belo ya nguo, hana pesa hata kulipa barua, amekuja amemwaga manguo ili apate pesa ili aweze kulipa barua. Alafu saa hiyo amesimama hapo. Anakutwa inapekwa yote inaenda. Sasa huyo mama anaenda akilaani huyo mtu. Anaenda akilaani huyo mtu. Sasa huyo mtu mtoza ushuru alienda mbele za Mungu akainama. Bible inasema hata hakuinua kichwa yake kuangalia mbinguni. Aliinamisha uso wake. Akaomba maombi akaambia Mungu, Mungu unajua mimi ni mwenye dhambi na sifai hata kuwa hapa. Sifai hata kuitwa mtoto wako. Mungu mimi mwenye dhambi, nisamehe tu. Bible inasema kwamba Mungu akasikia maombi ya mtoza ushuru na akakataa maombi ya Mfarisayo. Kwa sababu Mfarisayo alikataa kufuata vile ambavyo inafaa. There are so many believers ambao katika maisha yao kazi yao ni kublame watu wengine. Unakuta mtu anaingia, hata kuna wachungaji ambao huingia kanisani, hata kama mahubiri yao wanaanza kukashifu wachungaji wengine kuliko yeye ahubiri ukweli, aonyeshe watu katika Biblia vile inasema ukweli. Anaweza kusema unajua mapasta wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hatusemi mapasta wengine, tunasema neno la Mungu linasema hivi. We don't attack pastors, tunahubiri neno vile ambavyo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa ya kwamba mtiliwa mafuta hata kama amekataliwa na Mungu, hakuna mtu ana ruhusa ya kuingia katika hiyo territory. Na ndio sababu familia, mchungaji anapomwagiwa mafuta, anasisi, anaondokea kuwa property ya familia yao. Anakosa kuwa property ya kanisa, anakuwa property ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu familia inaitwa, ndio sababu washirika wanaitwa, ndio sababu umati unaitwa, wanaulizwa, na nyinyi mmekubali? Na nyinyi washirika mmekubali? Na nyinyi familia mmekubali? Ina maana kwamba mnambatiana sasa. He is not your property. He belongs to God. Na kwa hivyo ndivyo unaona Sauli alipomwagiwa mafuta, kuna wakati alienda akakosea na akafanya dhambi. Na Mungu akamkataa. Na Mungu akamwondoa kwa cheo. Lakini kumwondoa kwa cheo haikupunguza mafuta iliyokuwa juu yake. Bado Mungu aliendelea kupigania hiyo mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wako na tabia kupigana na wachungaji. Hata niliona mwingine kwa TikTok. Ameingia, kuna mchungaji fulani alikuwa anaongea kwa dini. Sasa naye anakuja na akra dini. Sio kama umeona hiyo clip. Mchungaji akiongea na yeye anaweka yake. Akiongea anaweka yake. The Bible is very clear. Do not blaspheme. Do not blaspheme the Holy Spirit. Maana siku mtu ataongea neno lolote kuhusu Roho Mtakatifu hatawahi samehewa. Na kumbuka kwamba neema inatokana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Huyo mtu Biblia inasema hata samehewa katika dunia hii na ulimwengu utakaokuja. Huyo amemalizana na Mungu hivyo. That is the danger of speaking a word against the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna watu wanasemaga, unakuta mtu hajui hata hajajua kutafsiri dini, lakini anasema huyo pastor vile anaongea, vile anasema kaka sijui nini, huyo mchungaji ni kama hizo ni za kufake. Sio mnasemaga? Sasa kama umesema hivyo, utubu mapema kabla judgment ya Mungu ikuje juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajui hata kile huyo mtu anasema ni uongo, Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiitwa na Mungu upewe hiyo neema ya dini, utaweza kutofautisha dini za shetani na dini za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa bahati mbaya ukashifu dini za Mungu, wewe utatamani sana kuongea kwa dini. Utaishi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utubu ili Roho wa Mungu akujaze. Kwa sababu wakati unaongea kwa dini, unaongea unajiedify. Unajipea nguvu. Unapata mamlaka, unapata uwezo, unapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisikia mtumishi wa Mungu yeyote ama mshirika yeyote akiongea kwa dini, usiongee neno lolote. Omba Mungu wewe uongee zako. Hiyo ingine ni ya Mungu.
Nataka nikwambie Sauli alipokataliwa na Mungu, Daudi mpaka alikuwa anaambiwa na wanajeshi wake na askari wake. Anaambiwa Sidia huyu, Siudi alikuwa anakuongelesha vibaya. Siudi alikuwa anataka kukuua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Sauli alikuwa anapigana na mtiri wa mafuta, lakini Daudi akasema siwezi pigana na mtiri wa mafuta. Na siku moja alimkuta mpaka akijisaidia. Hakumguza, akakuta amelala, hakumguza. Alikuwa anasema neno moja, do not touch the anointed one of God. But remember, he was rejected by God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wachungaji ambao wengine hata wamekataliwa na Mungu Kenya, lakini hiyo sio ruhusa umepewa ya kupigana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujapata neema ya kujua huyu ni nabii wa uongo, tafadhali wachana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hao mpaka kuna mahali Biblia inasema ni Jeremiah au Isaiah, Mungu mwenyewe huwa anawaruhusu ili wakuje wafanye nini? Watest. Kama sometimes false prophets Mungu huwa anawaweka ili wapime wewe Mkristo, wewe mtakatifu. Na wote watasema mbele za Mungu waseme na fulani si alikuwa kanisa zuri, si alikuwa anahubiriwa ukweli. Alikuja kwangu siku moja. Watasema mbele za Mungu waseme hata fulani. Watakuwa mashahidi mbele za Mungu. Including the devil himself. Na kumbuka kwamba wakati Musa alikufa, shetani alikuja na akatoa fire. Bwana Yesu asifiwe. Joshua the same akatokea. So the devil is a weapon to fight those who reject the truth. So if you don't want the devil to fight you, please stay in the truth. Kaa katika ukweli. Na ili neema ya Mungu ifanye kazi katika maisha yako. Enda katika kitabu cha Wakolosai. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 6. Colossians chapter 4 verse 6. Bible inasema, let your conversation or your speech be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Bwana Yesu asifiwe. That you may know how to answer everyone. Let your conversation be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Lazima ujue vile unajibu mtu. Praise the name of the Lord. There's even between rebuking. Bible inasema rebuke publicly. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi huwa tunajaribu kujitafutia neema nyingine. Tunajaribu kukuweka kando kidogo. Lakini Bible inasema kwamba you must rebuke what? Publicly. Ili watu wafanye nini? Waogope hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bible inasema let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu wa Mungu unayenisikiliza popote pale ulipo. Omba Mungu akupe neema. Omba Mungu akuwezeshe. Omba Mungu akupe neema mpaka akupenya mahali ambapo watu wengine hawezi penya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye anaitwa Juda. Kuna msichana ambaye alikuwa ameolewa na kijana yake, alafu kwa bahati mbaya ama nzuri akalala na msichana. Mara huyo msichana alijifanya kahaba. Na kwa hivyo akakutana na yeye, akalala na yeye. Nini ilifanyika? Baada ya kupata mimba huyo msichana, Tamar alienda kujifungua. Na kwa sababu alikuwa ametubu sana ili kurudi huyo mzee. Maana alipojua dhambi yake, hakumguza siku nyingine. Na huyu mama naye akakaa vizuri. Kumbe alikuwa within the promises of God. Alikuwa kwa plans za Mungu. The Bible is very clear. Bible inasema Yakobo alipoenda kuzaa, watoto walikuwa ndani ya tumbo yake mapacha. Na kwa hivyo mtoto mmoja, Biblia inasema ya kwamba akatoa mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotoa mkono akafungwa uzi mwekundu. Alafu akarudi kwa tumbo. Aliporudi kwa tumbo, yule mtoto mwingine ambaye amebeba the grace akachomoka. Na alipotoka akaambiwa na wamama waliokuwa hapo wasaidizi wa yule mama, kwa nini umetoka kwa nguvu wewe? Hiyo inaitwa grace. Paka watu wajuaki umetoka wapi. Paka watu wajuaki ulifika hapo aje. There are people ambao wanakuonanga siku ya leo, haujui ulifika hapo aje. Wengine waliacha ukiwa unahurumiwa ni kama unapepetwa. Ni vile umekonda. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi kuna siku moja nilienda mkutano wa wachungaji.
Pastor moja akanikujia. Nikiwa nimekaa nikifikiria niambia kitu ya maana, akaniambia pastor, please wacha kufunga hivi unafunga. Saa hiyo nakwambia umeisha. Si kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Sio kufunga. Ni kukoda, nilikuwa nimekoda. Nilikuwa nimeisha mpaka unaona uko na kilo mpaka karibu za kabuzi kadogo. Kuna wakati nilikuwa naogopa mpaka kwenda kwa kilo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nikaenda hospitali nikakuwa ni pale. Mpaka nabidi niende mpaka niko na simu kwa mfuko na viatu na jacket ili nione kama itaongezeka kidogo. Lakini haiko inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona uko na mwili ambao mpaka unapunguza. Sisi wengine kuna wakati kupata mwili ilikuwa prayer item. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ilikuwa tunaiombea. Na si uongo, sikwambii uongo, niliombea. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka siku moja nilienda hospitali juzi. Check up. Mpaka daktari akaniambia, Nairobi women, akaniambia, pastor maintain hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa unaona hapo, usikubali kupunguza na usikubali kuongeza. Sasa uko sawa kabisa. Maana kila kitu iko sawa. Wengine wanaambiwa punguza. Punguza. Bwana Yesu asifiwe. Na pia jirani yako saa zingine fanya exercise. Katika jina la Yesu Kristo. Usikubali kunona sana. Maana unaweza nona sana pia unaone mpaka kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mafuta ikienda kwa upongo, unajua vile itafanya? Itaenda ikiwa nini? Upongo kuliko ikipia itaenda slowly. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kufikiria pole pole. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo ni vizuri kuwa na grace ya Mungu juu ya maisha yako. Lazima ukumbuke ya kwamba neema itembea katika maisha yako. Biblia inasema katika John chapter 1. Nenda hapo katika John chapter 1. Naomba nisaidiwe na hiyo simu kidogo. John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16. Inasema, from the fullness of his grace we have all received one blessings after another. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Bible inasema the law came through Moses, but grace came through Christ. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Kristo tuko na neema ya kucommand vitu sifanyike na zinakuja kufanyika. Ninakuombea katika jina la Yesu. May you have the grace of God in your life in Jesus name. Upate neema hata ukiombea mgonjwa anapona. Upate neema hata ukiombea mtu anapata kuinuka. Upate neema hata ukiinuka watu wanakufuata kwa sababu uko na neema. Upate neema ukiweka biashara. Unaona mpaka watu ni ituka yako tu wanapenda. It is about the grace. Usikubali wachawi watawale ukiwa na neema. Bwana Yesu asifiwe. Unaamka unasema nimeita watu wote, na huwaiti na uchawi, unawaita kwa neema. Maana neema ikiwa juu yako, kuna mahali utafika, mahali ambapo watu wenu hawajawahi fika. Ninakuambia katika jina la Yesu, mahali ambapo watu wenu hawajawahi fika, wacha ufike hapo in the mighty name of Jesus. Biblia inasema huyu jamaa anaitwa Perez akatoka akaambiwa, kwa nini mambo ya nguvu? Kwa nini umetoka kwa nguvu wewe? Akaambiwa na mambo ya nguvu ikufuate katika jina la Yesu. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, wacha mambo ya nguvu ikufuate katika jina la Yesu Kristo. Wacha mambo ya nguvu ikufuate. Wakati ambapo unasomesha watoto, wacha mambo ya nguvu ikufuate. Wakati ambapo unainuka, wacha mambo ya nguvu ikufuate katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wacha mambo ya nguvu ikufuata. Ninakuombea asubuhi ya leo, mambo ya nguvu ikakufuata kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Neema ni kitu cha maana sana. Neema ni jambo la nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uende katika kitabu cha Hebrew chapter 12 and verse 15. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ninaongea kuhusu mambo ambayo huzuilia na kuzuilia neema ya Mungu ifanye kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na neema, the grace, huwa inafanya mtu avuke
mahali ambapo hukuwahi fika. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, when the grace of God is upon you, ina break protocols. Neema, it is only the fruit of grace that breaks protocol. Kama unataka usifuate process yote, you must honor the grace. Na some people you see, some man of God you see carries the grace. Na ni vizuri ku identify who carries the grace na anabeba neema. The person who carries the grace ni mtu ambaye atakokea mkono, unaona mambo yako imeenda vizuri. Mtu ambaye akipokea mambo yako inaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye akikuombea unaona mambo yako inaenda vizuri. Na hata mimi najua ni wakina nani wamebeba neema. Na watu wale nakanyagaga polepole in their territory because they carry the grace. And one of them is Apostle Charles Rungo, Solid Rock Fellowship, our founder, Solid Rock Fellowship. This man carries the grace. Bwana Yesu asifiwe. Na sio grace ya kujifanya, ni mtu ametumika miaka nyingi mpaka imefika mahali akisema enda ufanikiwe, unafanikiwa. Ninakuombea hata wewe siku ya leo, enda ufanikiwe katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Lakini ni vizuri sana kuchunga neema ya Mungu isipunguke katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebrews chapter 12 kuanzia verse 15. Ni vizuri sana kujichunga ili neema ya Mungu isipunguke ndani ya maisha yako. Wakati mwanadamu alifanya dhambi, Bible inasema alipungukiwa na neema. Adam aliumbwa akiwa mtu full of grace, alikuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa, mtu ambaye alikuwa na power, mtu ambaye ana control dunia mzima, mtu ambaye anakula chenye anataka, mtu ambaye anaishi vile anataka, mtu ambaye hakuna magonjwa, mtu ambaye haogopi hata maji. Wakati wote hakukuwa na maji ya kurefill. Hata jirani yako wakati wa Adam hakuwa na maji ya kurefill. Hiyo mavitu yote, mabakteria na majamzi zote zimekuja kwa sababu ya dhambi. Zimepewa nguvu na dhambi. Kwa hivyo ukitaka kufanikiwa katika maisha yako sio ienda hospitali. Na hata saa zingine ukipata ugonjwa, unapona tu hivi hujakunywa dawa. Watu wanasema nimepona, niko mgonjwa nimepona, sijakunywa dawa kwa sababu niko na neema. Huyu mtu alikuwa hakukuwa na hospitali. Kulikuwa ni yakula tu matunda peke yake. Na ninajua ni kwa nini Mungu alipeana matunda. Because hata leo matunda haijaruhusu value. Bwana Yesu asifiwe. Hata hospitali ukienda unaambiwa kula nini? Matunda sana. Na mboga sana. Lakini hakusema kula ugali sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema kula githeri. Hizo ndio vitu zinafungwa. Hizo vitu mnajiletea. Hizo vitu mlijiletea ndio Mungu anafunga. Bwana Yesu asifiwe. Na zile vitu Mungu alileta ndio zinafanya ukae na afya. Paka ukikula matunda unasikia mwili yako inatembea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Problem ni kwamba wewe unakula vitu za watu na ulipi. Bwana Yesu asifiwe. Unakula vitu za watu na ufanye nini? Na ulipi. Sasa ile kitu inatembea ndani yako ni malaana na maneno. Unajua mtu akikudai alafu ukule vitu zake, alafu anakudai na ulipi na unaendelea kukula, damu yako inatembelewa na hizo vitu. Kwa hivyo ni kusema kuliko ukue na afya utakuwa na nini? Magonjwa itakufikiria. Kwa sababu ni chakula imebebwa na maneno isiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia jirani yako ukikopa, fanya nini? Lipa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo niliongea hapa Thursday. Nikasema mambo ile na hesabu mtu inafanya mtu akuwe mwenye haki. Ya kwanza ni kukopa na kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nadhani kuambia mtu wa Mungu, maandiko inasema hivi ninapomalizia. Verse 15 of Hebrews chapter 12. See to it that no one misses the grace of God. Chunga sana mtu yote asipoteze neema ya Mungu. Chunga sana mtu yote asipoteze neema ya Mungu. Kwa nini Mungu anasema hivyo? And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Alafu nilisoma kwa Biblia inasema ili uovu usiweze kuchipuka ndani yako, alafu ukue kama mzizi unaotoa machungu. Kwa hivyo inasema kwamba uchunge sana usipungukiwe na neema. Na kama nasema uchunge kwamba who carries the grace. Hata mimi kuna watu ambao wanajua I carry the grace yao. Bwana Yesu asifiwe. Some are here, some are not here. They know very well. Bwana Yesu asifiwe. Some of them are men of God and they know very well. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nataka kusema nini mtu wa Mungu? Biblia inasema mtu yote achunge sana asipungukiwe na neema ya Mungu, ili shina la uchungu lisipuke miongoni mwenu na kusukua wengi. Alafu inasema mstari wa 16,
say that no one is sexual immorality. Number one, something that kills the grace. Jambo la kwanza ambao inaua grace katika maisha yako ni kitu inaitwa immorality. So if you want the grace to be upon your life, tafadhali usikuwe msharati. Bwana Yesu asifiwe. Na kama lazima ufanye hiyo mambo, si utafute uolewe. Biblia inasema kuliko kuwashwa na tamaa, na mtu afanye nini? Aoe na aolewe. Kwa sababu inasema maana kuolewa sio dhambi. Praise the name of God. Kuliko kuwashwa na tamaa, wacha mtu afanye nini? Aolewe. Kwa hivyo kitu cha kwanza inafanya the grace iondoke juu ya maisha yako ni immorality. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbe shikilia tu hapo, nataka kufungua kitabu ya Proverb. Nataka uone hizo vitu unapoteza wakati umeingia katika usharati. Wakati ambapo huyo mtu anakuja, anaenda vitu zile anaenda nazo katika maisha yako. Nataka uangalie hapo ili uweze kujua. Ukisoma katika Mithali 5 kuanzia mstari wa 9. Wakati ambapo mtu amekuwa msharati, by the way, Mungu asemi ya kwamba ukikuwa msharati unamkosea yeye, anasema unajikosea yeye mwenyewe. Bible imeongea hivyo na inasema unajikoseaga wewe. Unajifanyia dhambi mwili wako. Ni mwili wako unafanyia dhambi, sio Mungu. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio utaumia. Consequences hiyo mambo wewe utaumia. Alafu Bible inasema Yakoba, lest you give your best strength to others. Kwa hiyo kitu cha kwanza huwa inaenda ni nguvu yako inaendaga. Best strength yako. Ndio naona watu hawana strength, hawana financial strength, hawana health strength, hawana health ya doa, maisha mazuri ya doa hawana. Yaani wanakaa katika hawana strength. Wanakuta kwamba maisha yao yote haina strength, hawana nguvu. Unakuta kwamba mwili yao haina nguvu, maana kuna kitu imeenda. Number 2, and your ears to one who is cruel. Alafu miaka yako inaenda. Yule mtu ambaye unazidi na yeye anabebaka part yako, anaenda nayo. Number 3, lest strangers feast your wealth. Alafu yule mtu anabeba utajiri wako. Spiritual, I'm talking about the spirit. Anabeba roho ya utajiri katika maisha yako. Kwa hiyo ikiwezekana, Bible inasema ikiwezekana mtu asiwe msharati. Na ikiwezekana ni mapenzi, Bible inasema kitabu ya Wathesalonike, ni mapenzi ya Mungu tuweze kuondokea nini? Usharati. Bwana Yesu asifiwe. Alafu inasema kwamba and your toil enrich another man's house. Alafu utajiri wako unafanya nini? Kazi yako yote inatajirisha nyumba nyingine. Kwa hiyo anaenda kutajirisha nyumba nyingine. Alafu at the end of your life you groan. Katika mwisho wako unafanya nini? Unalia. Kwa hiyo ndani kuambia kwamba when God speaks about holiness, anasema ya kwamba lazima uishi maisha inayofaa. Ili uweze kubarikiwa, lazima uishi maisha inayofaa, maisha utakatifu. Lazima tuondoe uchafu kanisani. Na itaondolewa na mchungaji, itaondolewa na wewe individual. Wewe ndio utajua maisha ile unataka kuishi. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo nataka nikwambie, Biblia inasema kwamba see that no one is sexual immoral or is godless. Mtu asiye mcha Mungu. Like who? Like Esau. Esau aliambiwa na baba yake aenda uwinde, alafu kuche unipikie nyama nikule. Kile kilifanyika ni kwamba Esau alienda shughuli zake. Alienda kubizana na wanawake. Biblia inasema alikuwa mtu asiye mcha Mungu na alikuwa mtu msharati. Alafu immediately akarudi. Na kitu moja ilisababisha inafanyaga nijue hii neno ndio ukweli. Kuna mwanamke alikuwa ameambiwa na baba yake asiwe watu wa Canaan. Akaenda akaoa mwanamke mmoja wa Mkanaani, akamleta. And that woman became the source of grief to his parents. So Biblia inasema yule mwanamke ambaye Esau alileta, ambaye alikuwa kinyume na wazazi wake, alikuwa shida kwa wazazi wake. Alikuwa trouble kwa wazazi wake. Maana hana baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea Mungu wa mbinguni akupatie familia iliyojaa furaha katika jina la Yesu. Akupatie mke anapenda mama yako na baba yako, anapenda watu wenu, na akupatie mzee anapenda watu wenu, anapenda familia yenu. Hakuna kitu baya kama uolewe na mtu anakupenda lakini hapendi wazazi wako. Anakupenda lakini hapendi watu wenu. Anakupenda lakini hataki kuona watu wenu. Huyo mtu ni trouble. Ninakuombea katika jina la Yesu. Kama vile nilisema Jumapili, upokee hiyo neema ya kupata familia nzuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaolewa na kuomba mwaka huu uolewe. Kama praise the name of the Lord.
Kama hujaolewa mwaka huu, kama ni latest mwaka ujao, tunataka tukuone uko na mtu. In Jesus name. Praise the name of the Lord. Hii story ya kulala peke yako ulitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hii story ya kujikuja unalala kama si. Unajua mtu akiwa peke yake hakuna style hawezi lala. Unaweza lala unakuta mguu mmoja iko pale na ingine iko pale kwa sababu uko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine unakuta uko chini, ujui ulianguka saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine uligaragara na blanketi, maana uliota ukikipizwa, ukaanguka chini, kama ungekuwa na mzee akakwambia, "Ai, umeanguka kwa nini?" Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata sisi tumeiota, mpaka unasikia umekamatwa kabisa na kimutu. Unasikia mmashiwa amekwambia, "Wewe, wale wanakuua." Bwana Yesu asifiwe. So, saa zingine vizuri, Biblia inasema ni heri kuwa watu wawili kuliko mtu mmoja. Maana mmoja ataanguka mwingine amuinue. Bwana Yesu asifiwe. Unacheza ukiwa peke yako my friend, ni stress. Kwanza chakula na ukiwa hauna sapa, hiyo ndio siku unajiwanga pomba za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukumbukaga namba na fulani nikipiga simu siatanijulisha mie. Bwana Yesu asifiwe. Na saa zingine unaweza tumika vibaya. There are people ambao hutumia watu vibaya. Ila mkono wako usome kwa jina la Yesu. Kwa neema za Mungu nimekataa kutumika vibaya. Katika jina la Yesu. Nimekataa kutumika vibaya. Hata na shetani. Katika jina la Yesu. Maana niko na neema ya Mungu katika maisha yangu. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba mtu usikuwe mtu asiyemcha Mungu. Mtu ambaye ni mcha Mungu anaogopa Mungu. Ukikaa katika nyumba ya Mungu unaogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mcha Mungu unaishi maisha ya haki. Ukiwa mcha Mungu unaheshimu majirani wako. Ukiwa mcha Mungu unaheshimu neighbor yako. Ukiwa mcha Mungu unaishi maisha ya haki. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Waacha hiyo neema ubebe katika jina la Yesu. When the grace overtake you, kuna mambo utaona hujawahi ona. Ninaomba mwaka huu unapoenda kuisha upate neema isiyo ya kawaida. Ukiweka biashara, hiyo biashara inachipuka. The man of grace, Biblia inasema Isaka alikuwa amebeba neema ya Mungu. Imagine jamaa amebeba neema mpaka anaingia mahali jangwani. Anaona hapa hakuna kitu, hakuna mtu amelima. Lakini anasema kwamba na mimi nitajaribu because niko na neema. Na ninamjua kwa sababu niko na neema, nitalima hapa na mahindi itakuwa. Isaka akalima. Biblia inasema mwaka huo alilima mpaka rais, mpaka mfalme wa Gera hiyo nchi akamwita akamwambia tuikie kwa agreement, kaa katikati yetu. Kaa katikati yetu. Saa zingine rejection inakuja kwa sababu hauna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unaweza kuta kwamba hauna grace, hakuna kitu, watu wanakukataa maana una kitu, watu wengine wanakutafuta, watu wengine ukupigia simu maana uko na kitu inaitwa something eatable. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata Samson alisema after the bitter comes something to eat. Naomba katika jina la Yesu, even something out of something bitter, out of a very harsh family, out of a very poor family, let it come something to eat. Wacha kutokea kitu unaweza kula katika jina la Yesu. Ninakuambia mwaka huu ukiisha upate neema. Neema hata watu wenu wanaweza kuomba msaada ili neno litimie. Hatutakopa, tutakopesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kuwa mtu ambaye ni mcha Mungu, mtu ambaye amebeba grace. Biblia inasema kwamba this man Isaac alikuwa amebeba grace. Akalima mwaka huo. Biblia inasema akavuna mara 30, mara 60, mara 100. And the Bible says, ukimalizia hapo, and the man grew in wealth. Akaendelea kukua katika utajiri na akaendelea kuongezeka. Ninakuombea Mungu katika jina la Yesu, ongezeka katika utajiri wako. Ongezeka katika neema. Tumekataa roho ya kuwa kutoka 2020 ile level ulikuwa ndio huko mpaka siku ya leo. Naomba katika jina la Yesu, pokea neema isiyo ya kawaida. Pokea neema isiyo ya kawaida. Pokea neema ya kuinuka. Pokea neema ya kupenya. Pokea neema ya baraka. Wewe utainuka, hautarudi chini. Wapende wasipende, wewe uko na grace na neema inawaka hata jangwani. Neema inafanya kazi hata jangwani. In the name of Jesus.
Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Bible inasema, see that no one is sensual, immoral, or godless like Esau, who for a single meal sold inheritance rights as the oldest son. Akauza urithi wake. Sijui wewe uliuza urithi wako kwa nani? Unakuta kwa badada ameuza urithi wake. Sahani moja ya 100 ya chips. Ambia jirani yako, chips ni waru. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, chips ni cash copy ya Nyandarua. Kama unataka chips tuende kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukupikia chips ukule mpaka utosheke. Usiuze urithi wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usiwekewe kuku ya mtu na mtu kuku ya shilingi 500. Alafu sasa hiyo ama 1000. Alafu anakaa kikuipia. Si unakulaga kuku yangu. Si nikutumia fare. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ambia jirani yako sitakula fare. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hizi unajua hawakuli fare. Unajua siku hizi wadada wamerevuka. Hawakuli fare. Unajua wanakuambia nini? Nikujie. Unakula fare yako wewe mwenyewe. Pigia Yesu makofi mazuri. So kitarajia ati wewe utakula fare na yeye mwambie lipa gari ukuje. Akikuja akifika hapo mwambie siendi. Ni wewe umekula nini? Fare. Hata haikuibia fare. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikwambie Biblia inasema Esau aliuza urithi wake kwa sahani ya chakula. Supu ya dego ndio aliuza. Bila sema kwamba alitisha supu ya dego. Hivi Biblia imeandika alikula supu ya dego alafu akaacha urithi wake. Na ikaenda hivyo. Ilienda hivyo. Mtu anaweza iba doa yako kupitia kuku. Mtu anaweza iba doa yako kupitia shilingi 1000. Wadada, tafuta kitu ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pika mandazi, chemsha githeri, peleka kwa barabara. Zungusha matunda. Hata mtu akikuja unajua uko na elfu zako 2. Hakuna kitu atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa ufanyi kazi na uko peke yako na hakuna mtu atakusaidia, chochote utakuwa ukiambiwa utakuwa ukisema yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Abia jirani yako nimekataa kusema yes sir in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Bible inasema verse 17. Afterwards, you know, when he wanted to inherit these blessings, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessing with tears. Kwa hivyo ni kumaanisha, you need to change your mind. Bwana Yesu asifiwe. You need to change what? Your mind. Badilisha mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Omba Mungu akupe neema, akushikanishe na mtu ambaye anafaa. Usiende kwa kile mwanaume, usiende kwa kile mwanamke. Omba Mungu akupe neema. Mwambie Mungu, Mungu nisaidie, nijue yule atanioa, nijue yule ambaye nitaoa. Ninaomba upige Yesu makofi mazuri. Uinue mikono useme Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Don't go with anybody. Some of the men you see are demons. Some of the women you see are not men. Bwana Yesu asifiwe. Some of the women you see are not women, are demons. Wengine watakuoa wakuwe next year. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule ametoka kwa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba mali ya dunia unaweza ipata kwa wazazi, lakini mke mwema anatoka kwa Mungu. Sasa zingine unafunga, unasema sasa mimi hii toa vile nimeona inaenda, I need to fast. Unaingia fasting ya 3 days. Unajinyima chakula. Unajua wakati umenyima mwili wako chakula, umecrucify kwa msalaba wa Yesu. So when you crucify your body, umeunyima. Sasa unaambia Mungu, God, let it happen. Wacha nijue ni nani. Kwa kama Isaka baba yake aliacha ameambia mfanyakazi, na kijana wangu akiwa mkubwa uweke nadhiri kwamba utamtafutia mke kwa wasichana wa mataifa. Akaambiwa weka mkono hapa kwa mapaja, akawekelea hapa. Akaambiwa hapa, akaapa. Akafanyishwa kiapo ili asiletee kijana Ibrahimu akiwa kaburini utumbani. Kwa hivyo yule mfanyakazi akaenda na akapata Rebeka. Alipata Rebeka akaulizwa na wazazi wake, utaenda na huyu? Hata mzee yako hapo, hata hapo amejua anaenda kuolewa na nani. Yule mtu ambaye analetwa na Mungu, hata atakaye kujua ni nani ataoa, maana ameshakupenda. Bwana Yesu asifiwe.